Mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/2025 Wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imewapatia vijana wa Kitanzania mafunzo kupitia mujibu wa sheria na kwa kujitolea katika kambi mbalimbali za JKT. Mafunzo yao yametolewa kupitia operesheni miaka 60 ya Muungano, ambapo jumla ya vijana 34,000 wa mujibu wa sheria walipatiwa mafunzo, wavulana wakiwa ni 24,880 na wasichana 9,120, na vile vile yametolewa kwa vijana wa kujitolea kupitia operesheni miaka 60 ya Muungano, ambapo jumla ya vijana 12,000 wamepatiwa mafunzo, wavulana wakiwa 8,433 na wasichana 3,567. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa wahitimu wote wa kidato cha 6 wanapata fursa ya kujiunga na mafunzo ya JKT, miundombinu ya makambi imeendelea kuboreshwa, ambapo hadi mwaka huu 2025 JKT imefikia uwezo wa kuchukua vijana 60,000 ikilinganishwa na uwezo wa kuchukua vijana 40,000 mwaka 2021. Hii ni fanikio kubwa Mheshimiwa Spika. Vijana 20 kati ya 60 ni 30% ambao tumeweza kuipata ndani ya miaka minne ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Aidha, mpango uliopo ni kuendelea kuboresha miundombinu na kufungua makambi mapya ili kulipa Jeshi la Kujenga Taifa uwezo wa kuchukua vijana 120,000 ifikapo mwaka 2031, na hivyo kuwezesha wahitimu wote wa kidato cha 6 kupata fursa ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutumia fursa hii kulitaarifu Bunge lako tukufu pamoja na umma wa Tanzania kwamba mafunzo haya yameendelea kuwajengea uzalendo, ukakamavu, umoja wa kitaifa, kuwapatia stadi za kazi na maisha katika nyanja mbalimbali, ili wakimaliza mafunzo yao waweze kurejea katika jamii wakiwa raia wema, wakiwa wazalendo, wakiwa wenye uhodari na wenye uwezo wa kujitegemea na kulilinda taifa lao. Nitoe rai kwa vijana wote wanaopata fursa ya kupata mafunzo haya kuwa tayari kulitumikia taifa lao na kuzitumia stadi walizozipata kwa kujiajiri na kujitegemea. Mheshimiwa Spika, napenda pia kulitaarifu Bunge lako tukufu kuwa kulingana na kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 2B cha sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa sura 193 toleo la urekebu la mwaka 2002, JKT inatakiwa kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwawezesha kuwa na sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Aidha, kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya Ulinzi wa Taifa sura 192 toleo la urekebu la mwaka 2002 kinaainisha sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ambazo ni kwanza, awe raia wa Tanzania, awe na tabia na mwenendo mzuri, awe na umri usiopungua miaka 18, awe na akili timamu, na pia awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Aidha, kulingana na kifungu cha 148 kifungu kidogo cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hupokea amri kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu na si vinginevyo. Na kifungu cha 5 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa kimeainisha maeneo ambayo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekasimiwa mamlaka na Amiri Jeshi Mkuu. Na tangu kuanzishwa kwake, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania hapo tarehe 1 Septemba mwaka 1964 limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa. Hata pale palipotokea matishio hayo yaliweza kudhibitiwa kwa wakati na ipasavyo. Kupitia Bunge lako tukufu, natoa shukrani za dhati kwa Bunge, waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwa kuendelea kuliamini na kulipa ushirikiano jeshi letu. Na aidha, kwa kutambua kuwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi ambazo zinahitaji weledi,
umakini na uzalendo wa hali ya juu, nitoe rai kwetu sote kuendelea kuliamini, kulipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, kwa kufuata matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Ulinzi wa Taifa na kanuni zake pamoja na sheria nyingine. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi, pengine na kwa sitoi ufafanuzi. Naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi, na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi, anakula kiapo kulinda mamlaka, anakula kiapo kulinda uhuru, na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote isipokuwa kufata matakwa ya katiba na sheria iliyowekwa. Mheshimiwa Spika, kilimo cha mkakati. Wizara kupitia Jeshi la Kujenga Taifa imeendelea kutekeleza mpango mkakati wa kilimo unaolenga kuongeza uzalishaji na kutosheleza kwa chakula kwa vijana na kuipunguzia serikali gharama ya kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ya JKT na kuchangia katika usalama wa chakula wa taifa. Katika msimu wa kilimo cha mwaka 2023/24 kiasi cha tani 3,222 za mahindi na tani 1,002 za mpunga zilizalishwa. Kati ya kiasi hicho, tani 1,660 za mahindi na tani 1,002 za mpunga zimetumika kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ya JKT na tani 1,542 za mahindi zilizosalia zimechangia katika usalama wa chakula nchini. Aidha, wizara kupitia JKT imeendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo kupitia Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania katika uendelezaji wa teknolojia na utafiti wa kilimo na uzalishaji wa miche ya michikichi ya kahawa, mbegu za mpunga na alizeti. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 zimezalishwa tani 96 za mbegu za mpunga na tani 94 za mbegu za alizeti kwa ajili ya matumizi ya ndani, na ziada huuzwa kwa wananchi kwa bei nafuu. Matumizi ya ndani manake ndani ya JKT. Mafunzo ya Jeshi la Akiba. Wizara kupitia Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania imeendelea kutoa mafunzo ya Jeshi la Akiba katika mikoa yote ya Tanzania. Katika mwaka wa fedha 2024/2025 jumla ya wananchi 14,803 walihitimu mafunzo hayo, wanaume wakiwa ni 12,203 na wanawake wakiwa ni 2,600. Lengo la mafunzo hayo ni kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa ulinzi na kuwajengea uwezo wahitimu kulilinda na kulitumikia taifa lao. Niwapongeze wahitimu wote na kuwataka waendelee kuviishi viapo vyao vya kulinda raia, kutetea uhuru na uchumi wa nchi na kutii sheria. Mafunzo haya yamefanyika kwa kushirikiana na ofisi ya TAMISEMI, ofisi ya Rais. Nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, na timu yake nzima kwa ushirikiano wanaotupatia katika kutekeleza jukumu hili muhimu sana. Na niwaombe kwa dhati kabisa waendelee kutoa kipaumbele katika kutenga bajeti ili kuwezesha mafunzo haya muhimu kwa taifa letu kufanyika. Wizara ya Ulinzi kupitia vyombo vyake hutoa mafunzo, lakini mafunzo haya hutakiwa kugharimiwa na bajeti iliyotengwa TAMISEMI. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kutoa kipaumbele. Maadhimisho ya miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tarehe 1 Septemba mwaka 2024, Wizara ya Ulinzi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliazimisha miaka 60 tangu lilipoasisiwa. Katika kipindi cha miaka 60 kumekuwa na mafanikio makubwa sana, ikiwa ni pamoja na kulinda katiba, muungano, mipaka na uhuru wa taifa letu. Kupitia bunge lako tukufu, nitoe pongezi kwa wanajeshi wote kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya kwa weledi, uhodari, kujituma na uzalendo wao wa hali ya juu. Wanajeshi wote waliotumikia jeshi letu kwa hii miaka 60 na viongozi wao. Taifa letu ni salama kabisa, ni imara, na sisi sote ni mashahidi wa hilo.